ya Nyahururu, na ambapo bado hisia mseto inazidi kutolewa kuhusiana na njia bora ya kuweza kuamua vijana, hasa msimu huu wakati ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa sasa wacha tuungane naye mwandishi wetu wa habari Laban Muhinda ambaye atatujuza mengi zaidi. Laban, wakaazi wa maeneo ya Nyahururu wanasema nini kuhusiana na swala hili? Naam, Kirobi, shukran sana. Nami hapa ninao tu baadhi ya wazee kutoka mji huu wa Nyahururu ambao vile vile ningependa kuhusisha katika mjadala wa siku leo, tusikie wao kama wazee wanahisia zipi kuhusiana na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, hususan katika njia ya kubuni nafasi za ajira kwa vijana humu nchini. Karibu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, tueleze wewe kama mwenyeji kutoka mji huu wa Nyahururu, unahisi kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweza kubuni nafasi za ajira kwa vijana kama vile ambavyo iliweza kuahidi wa Kenya wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2022? Mimi naitwa Charles Wahome. Serikali bado kutengeneza nafasi za kazi, kwa sababu kama ni affordable housing, hiyo ni kazi itakuja kesho. Tunaangalia ile nyota 10,000 ukipatia kijana, kesho hana hiyo, atatumia yote. Sasa kesho kutwa, hiyo ni ya kumfurahisha za hiyo. Sasa ile njia mzuri ya kutengeneza nafasi za kazi ni kutengeneza kazi ya kudumu. Kazi ya kudumu ni kutengeneza mafactory, kutengeneza mambo ya hawa watu wako chini kumatengenezea kazi, kwa sababu kama mimi ukinitengenezea kazi nikipata kazi nyingi, nitapata nafasi ya kuandika watu 2 watatu. Kwa hivyo serikali bado kutengeneza nafasi za kudumu za kazi. Asante. Na ukikaribia tu hapa, unahisi kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweza kutimiza ahadi ya kuweza kubuni nafasi za ajira kwa vijana? Kwa majina naitwa Mundia kutoka Nyahururu, Iwamete Ward. Naona kama serikali bado haijatengeneza kazi kama vile ilituahidi wakati ya kampeni. Kwa maana hakuna kazi yoyote imeongezeka. Kama hii affordable houses hii inajengwa, hiyo manyumba, mimi naona kama sasa hata wale watu wanafanya hiyo kazi sana wale wanajenga hizo manyumba, wale wako wamepewa contract, wanakuja na watu wao, na sasa naona kama haibenefit wale watu pahali hiyo nyumba inajengwa, haibenefit watu wa huko, kwa maana wale watu wanajenga hizo nyumba ni wale contract anakuja na hawa. So watu kama sasa zile zinajengwa hapa kwetu, mimi sioni vijana hapa kwetu kwa hizo manyumba. Kwa hivyo ina benefit wale tu contract mwenyewe, na pengine wale watu anajua wale anakuja na hawa wale wanajenga hizo manyumba pamoja. Tena mimi naona kama hizi pesa za wanalika ambaye zinapeanwa na serikali, na hizo pesa hata sio za serikali, hizo ni za World Bank. Hiyo pesa haiwezi kusaidia wanalika, kwa sababu hawa wanalika mimi naona wanapewa 22,000, 25,000. Hiyo pesa mtu hawezi akafanya biashara nao. Na sasa kama vile kuna shida, sasa kuna shida ya shule, na pengine huyo kijana, huyo mwanalika, pengine kuna kijana yao anaenda shule. Sasa hiyo pesa atapatia baba yake ama mama yake, at least isaidie kidogo tu, ili hiyo mtoto aweze kusoma, at least amufikie pahali yako. Sasa mimi naona kuna shida mingi sana na hii serikali. Tunaona zile pesa wanatumia ni handout. Kazi ya serikali ni kupeana handout, kupeana pesa. Sasa na hizo pesa zinaweza pengine kufundisha watoto wetu, at least waweze kusoma. So mimi naona kama hakuna hii serikali ambayo tulichagua tukiwa tunaipenda sana, hakuna kazi inatufanyia. Asante. Na wewe mzee, ukianza tu kwa majina, tueleze wewe kama mzee unahisi kuwa... Mimi naitwa Kirare Madai na ni mkaji wa hapa Nyahururu, na nikiangalia, hebu niseme mahali mimi nakuaga hapa Nyahururu, hata saa hii nimeshaanguka nikaona vijana wanaketi chini wote bila kufanya kitu ya aina yote. Sasa serikali ikisema ati inaandika watu wa aina gani? Naona nyumba ziko hapa chini, affordable houses, na nikiangalia huko chini wale watu unajenga hata si watu hapa. Haya, hebu tukuje mambo ya kilimo hapa. Sasa kilimo hapa ndio watu unategemea.
kama serikali hawezi kutegea watu damu kama area hii ya Rumuruti nini, walime wapate, zinaweza kuandika vijana. Sasa ile kitu nasema, wewe Ruto na serikali yako wewe, mnadanganya vijana. Hebu tukutane 2027. Asante sana. Asante. Naam, Kirobi, kama vile ambavyo umesikia hayo tu maoni ya wazee kutoka mji huu wa Nyahururu, wengi wakisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweza kufeli katika kubuni nafasi za ajira. Hivyo wanatoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa imeweza kubuni au imeweza kutengeneza mazingira ya kufanyia kazi ili yule kijana ama mwanarika kutoka mashinani aweze kunufaika na miradi ya serikali. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea kuregesha usukani kwako Kirobi. Naam, asante sana Laban Muhinda ukiwa maeneo ya Nyahururu.